Mara baada ya kusambaa kwa picha ya mjongeo kupitia mitandao ya kijamii iliyochapishwa kichwa cha habari kinachodai mkuu wa kituo cha polisi cha Tabora amomba msamaha Heche baada ya vurugu, jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewataka wananchi wote kupuuza taarifa hizo za upotoshaji na kwamba mtu huyo anayefahamika kwa jina la Daudi Paulo Delim, mkazi wa wilaya Igunga, si afisa yeyote wa jeshi hilo na kwa sasa ameshakamatwa kwa ajili ya kuchukuliwa hatua za kisheria. Hii ni News Update Media. Naomba msamaha. Umeshaumiza watu. Naomba msamaha kwa niaba yake. Ninaumia sana, naumia kwa kitendo alichofanya. Nimeona nilikuwepo mkutanoni. Kwa sababu hali mbaya. Nilikuwepo mkutanoni. Hali ya usalama ya mkoa wa Tabora kwa ujumla wake ni shwari na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kujiletea kimaendeleo. Jeshi la polisi kwa mkoa wa Tabora limeona picha mjengeo iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo ilibeba kichwa cha habari mkuu wa kituo cha polisi Tabora amuomba msamaha Heche baada ya vurugu. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawataka wananchi waipuuze picha mjengeo hiyo kwani ni ya uongo na yenye lengo la kuwahadaa wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora halina mkuu wa kituo cha polisi Igunga wa aina hiyo, anaitwa Daudi Paulo Delim ambaye ana umri wa miaka 49. Huyu ni mkazi wa Mbagala wilaya Igunga. Mtuhumiwa huyu amekamatwa na tunaendelea kufanya naye mahojiano kwa sasa ili kujua alioshirikiana nao kuandaa picha mjongeo hiyo hasi na potofu na kuisambaza ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Makusudio alikuwa ni kupotosha umma. Kama unavyofahamu kwamba jeshi la polisi linao utaratibu wa kutoa taarifa zake, ambapo kwenye ngazi ya mkoa msemaji wa jeshi la polisi ni kamanda wa polisi wa mkoa. Kwa hiyo kilichotokea ni upotoshaji mkubwa wa umma na hatua stahiki zitaenda kuchukuliwa za kisheria. Mimi nikemee vikali watu ambao wanafanya udanganyifu huu kwa umma, na mtu huyu sio mtumishi wa jeshi la polisi ndani ya nchi yetu ya Tanzania, na hatua stahiki zinakwenda kuchukuliwa kwa maana kwamba amejifanya kuwa mtumishi wa jeshi la polisi.